Karibu tujadili kuhusu siku ya kupinga udhalilishaji mitandaoni, madhara yanayotokana na udhalilishaji pia mitandaoni, nini ambacho kinapaswa kufanyika na nini ambacho kinashauriwa pia kufuatwa. Licha ya ujio wa mitandao ya kijamii kuwa na faida nyingi, hasa katika maeneo mbalimbali ikiwemo kiuchumi na kijamii, lakini bado kumekuwa na hofu na wasiwasi huo wa uwepo wa udhalilishaji kwa namna moja ama nyingine, na ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia hapa na kujadili, na tumemwalika John Ambrose ambaye ni mtaalam wa masuala ya saikolojia. Karibu sana. Asante. Naam, na leo ikiwa ni siku ya kupinga masuala ya udhalilishaji mitandaoni, yapo mengi ambayo pia yanahusishwa moja kwa moja na masuala ya saikolojia, kwa sababu muda mwingi wakati huu inaelezwa watu pia kwa sababu ya uwepo wa teknolojia na uwepo pia wa kufikia nyanja hizi kwa namna mbalimbali wanakuwa huko. Kwanza tugusie kuhusiana na huu uhusiano wa saikolojia pamoja na masuala ya udhalilishaji na matumizi pia ya mitandao. Okay. Swali lako ni nzuri sana. Kwa uhusiano kati ya saikolojia na udhalilishaji, maana yake ni 100% kati ya udhalilishaji na masuala ya saikolojia. Na tunaposema saikolojia ni kitu gani na tunaposema udhalilishaji ni kitu gani, hicho ndicho kinachotupa maana kwa nini uhusiano huo unavyokuwa. Kwa sababu ukishasema neno udhalilishaji, maana yake ni kile kitendo ambacho mtu anafanya aidha kwa maneno au kwa kuandika au kwa kupitia mitandao mingine inayokusudia kumuumiza mtu. Na kumuumizia mtu maana yake mtu ni nini? Maana yake maumivu ni nini ambayo yanahusiana aidha na fikra za mtu, yanahusiana na hisia za mtu. Kwa yale matendo ambayo mtu anayafanya yanaumiza mawazo na hisia za mtu kwa madhumuni ya kumdhalilisha. Kwa sababu ukishazungumza neno kudhalilisha, kumondoa thamani, kuondoa utu wake, maana yake yote yanaenda kwenye msingi wa maumivu. Kwa hiyo maana yake tunaposema, naweza nikasema udhalilishaji ni shambulio dhidi ya saikolojia. Kwa sababu ile saikolojia ya mtu inapoathirika ndipo unapoona utu wa mtu, ndipo unaona thamani ya mtu. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba udhalilishaji maana yake ni athari ya changamoto za kisaikolojia, ambazo hii changamoto za kisaikolojia zitapelekea na athari za kimwili. Kwa sababu hatuwezi kuzungumza mwili usiokuwa na saikolojia. Ndio maana tunasema hakuna afya bila afya ya akili. Kwa ina maana kwamba afya yako wewe itakuwa tu na afya endapo afya ya akili itakuwa salama. Sasa afya ya akili inashambuliwa na nini? Afya ya akili ndio inashambuliwa na udhalilishaji huu ambao sasa tunauzungumza kama sehemu moja, kama matusi, kutukana, kufanya vitendo vya kufedhehesha mtu, kumondolea mtu utu katika jamii yake na kadhalika. Sawa kabisa. Na mara nyingi tunapozungumzia udhalilishaji huwa inahusisha ile labda kuonana na mtu ama mnakuwa karibu. Lakini sasa hapa ni kwenye cyberspace, kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anaweza akawa yuko Uingereza au mwingine hata ufahamiani naye. Kwa nini mtu ajisikie amedhalilishwa na pengine mtu ambaye hajamuona, wakati mwingine hata hajui huyu mtu yuko wapi au ni nani? Okay. Tafsiri ya udhalilishaji inatokea pale mtu anapoitafsiri ndani ya nafsi yake. Unaweza ukafanya vitendo wewe vya kurudia vya kufanya chochote, lakini endapo mimi nisipo fungua kile kitufe cha kuruhusu data, hainiathiri mimi kwa namna moja au nyingine. Lakini elewa kwamba tunapozungumza swala la udhalilishaji linatumia mifumo ya fahamu. Mifumo ya fahamu, tunayo milango ya fahamu. Nadhani tuko 5 labda, lakini miwili ambayo tunaweza tukaizungumzia ni ile kusikia, kuona. Na katika hayo tafsiri inatokea katika verbal au visual, yani inatokea kwa picha au kwa maneno. Ndivyo mfumo wa fahamu unavyorekodi taarifa. Sasa kwa hiyo tunaona udhalilishaji kama ukipata sura ya maneno ana kwa ana au ukipata kwa njia ya picha, inamwathiri ule mtu kwa sababu thamani ya athari ya mtu hufanyika kwake, ndio anaileta mbele. Kwa hiyo ndio maana unasema mtu anaweza kaniuliza, Ambrose, namna gani mimi naweza nikajiepusha na masuala ya udhalilishaji mtandaoni? Namwambia hiyo taarifa ipuuze. Kwa hiyo ina maana kwamba ukipuuza
ni moja ya njia pekee ya kuweza kujikinga na athari za namna hiyo. Kwa hiyo popote ikitokea, iwe kwa mtandao, iwe kwa picha, iwe ya kuzungumzia, namna ambavyo unaunganisha lile tukio na nafsi yako, thamani yako, ndipo inakoleta madhara mengine makubwa zaidi. Na unadhani kwa kiasi gani, maana kwa kiwango gani mtu anaweza akadhalilika kutoka kwenye mitandao ya kijamii, ama mitandao ya kijamii ina nafasi gani ama inachangia kwa kiasi gani udhalilishaji? Brother, let me tell you kwamba udhalilishaji kwenye mitandao sasa hivi ni tisho kubwa la dunia. Yeah. Na wala tusiende mbali sana, tuzungumze tu katika labda sasa hivi. Huwezi uhuru wako sasa hivi wa mtu kuhusu uhuru wako, maoni yako, sasa hivi mtandao ndio imeshikilia wewe uongee nini, kwa sababu ni silaha inayotumika kuangamiza watu. Endapo mimi leo Ambrose nakaa nazungumza maoni yangu kitu kupenda, yeah. Sasa wa mtu akisipoona kwamba yeye nimeenda na lile analolifikiria yeye, silaha wanayoitumia ni kukudhalilisha. Wanaenda kwenye mtandao wako ya kijamii, wanaweka matusi kule, wanakutusi, wanakufanya namna yote. Yani ni hivyo. Kwa hiyo ina maana hata tunapozungumza athari za mitandao ya kijamii, sio tu kwamba kuumiza mtu na mtu. Athari hizi zimeenda mpaka hata kuzuia, kuharibu maendeleo ya nchi au maendeleo ya jamii. Sasa hivi tizama namna ambavyo uoga umeingia miongoni mwa watu ambao tulitegemea washauri, tulitegemea mtu afurahie uhuru wake, kwa sababu sasa hivi hata kutumia Instagram yako, ile furaha yako kufanya. Zamani nilikuwa nasema ni mtu dhidi ya mamlaka au serikali. Sasa hivi katika jamii nyingi zimebadilika. Sasa hivi ni uhuru kati yako wewe, mimi na wewe. Kwamba mimi endapo kwamba nikifanya kitu wewe ugudi usipokipenda, silaha unayokunitumia ni kunidhalilisha, kuniweka katika mazingira ambayo ni hatari. Lakini kingine, udhalilishaji umepata nafasi kubwa sana kwa social media hizi, kwa mfano Instagram, WhatsApp. Ukienda kwenye magrupu ya WhatsApp, watu taarifa zao ziko mle. Kwa hiyo unakuta kwa namna moja au nyingine, mimi na mahusiano na wewe uko kwenye grupu fulani, ni rahisi kupata taarifa za mtu na kuweza kumfuatilia na kumshambulia. Elewa, kufuatilia taarifa za mtu na kujua ubinafsi wa mtu ni udhalilishaji. Kwa hiyo hili kwa kweli limeleta sura mpya sana ya athari zaidi kuliko maendeleo, kwa sababu ndio silaha inayotumika kama watu kupitisha ajenda zao na kunyamazisha watu midomo pale uhuru wa mtu wa kwenda kuweza kuongea. Naam. Sasa katika hilo la kiwango cha udhalilishaji kwenye mitandao, hebu tuangalie namba jinsi zilivyo. Na tuanze hapa kwa kutazama udhalilishaji ambao unafanywa kwenye mitandao ya kijamii kwa mujibu wa utafiti ambao umechapishwa kwenye tovuti ya Visual Capitalist, ambayo imebainika kuwa janga la watu kudhalilishwa, kutishiwa mitandaoni limeongezeka kwa kiasi kikubwa katika miaka hivi karibuni kutokana na maendeleo ya teknolojia. Sasa tutaangalia aina ya udhalilishaji ama udhalilishaji unakuwa umebebwa katika sura gani hasa. Lakini kabla ya hapo, kwanza tuangalie udhalilishaji kwa kiasi kikubwa unabebwa katika turejee pale tulipotoka, maana tumerudi tena huku. Tuone wanasema kwamba udhalilishaji unafanywa mitandaoni kwa picha na video kwa 12.1%, lakini pia comment ni 22.5%, uzushi 20.1%, na ndivyo inavyokuwa. Udhalilishaji unaona kwa kiasi kikubwa ni kwenye maudhui ya picha pamoja na video, lakini pia kwenye comments. Unaweza ukaposti pale afu ukasoma zile comments, wengine wanakutukana kama ulivyosema, wengine wanakupa maneno ya karaha, maneno ya kukudhalilisha na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna taarifa za uzushi, ama watu wanachapisha kwenye mitandao ya kijamii jambo fulani ambalo sio la kweli kuhusu wewe, lakini lengo lao ni kukudhalilisha. Bali na hivyo, tuangalie mitandao ambayo inaongoza zaidi kwa udhalilishaji. Tunaambiwa Facebook ndio ipo zaidi kwa 56%, Instagram kwa 42%, Snapchat kwa 31%, WhatsApp kwa 12%, YouTube kwa 10%, Twitter ama X kwa 9%. Kwa hiyo X pamoja na YouTube kidogo
ni kwa kiwango kidogo ukilinganisha na mitandao kama vile Facebook, Instagram pamoja na Snapchat. Mbali na hiyo, inaelezwa kuwa mtu mmoja kati ya vijana 6 sawa na 15% wamewahi kukumbwa na udhalilishaji wa mitandaoni. Lakini vile vile tunaambiwa kwamba wasichana ama wanawake wanateseka zaidi kwa udhalilishaji au vitisho vya mitandaoni, na ni kwa 15%, na wavulana ama wanaume wao wanadhalilishwa kwa 6%. Kwa ambao wanaathirika zaidi kwa mujibu wa takwimu hizi, inaelezwa kwamba ni wanawake kwa 15% ikilinganishwa na wanaume kwa 6%. Sasa mbali na yote hayo, tuangalie madhara ambayo watu wanayapata kutokana na udhalilishaji mitandaoni. Na moja kati ya madhara ni kwamba 63% ya watu wanakosa usingizi kwa kudhalilishwa na kutishiwa mitandaoni. 66% wanapoteza hali ya kujiamini baada ya kudhalilishwa kwenye mitandao ya kijamii, huku 64% ya matukio mengi ya udhalilishaji ni dhidi ya watu wanaofahamiana. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ni watu ambao wanafahamiana. 37% watu wanaodhalilishwa mitandaoni wanapata msongo wa mawazo baada ya kudhalilishwa, huku 24% wamewahi kujaribu kujiua kutokana na mawazo baada ya kudhalilishwa kwenye mitandao ya kijamii. Kumbe kimdhalilisha mtu kwenye mtandao wa kijamii inaweza kusababisha madhara haya, ikiwemo watu kujaribu kujitoa uhai ama msongo wa mawazo ambao umepitiliza. Sasa ni wazi kwamba wanaofanya hivi hawajui kiwango cha madhara ambayo yanaweza kusababishwa kwa mtu pale ambapo unamfanyia udhalilishaji kwenye mitandao ya kijamii, sio? Yes, sure. Sasa ikiwa watu hawafahamu kiwango cha madhara ambayo yanaweza kutokana na udhalilishaji, unadhani kitu gani ambacho kinaweza kikamfanya mtu akafahamu kwamba nikiandika ama nikichapisha ujumbe huu kwenye mtandao wa kijamii kwa namna moja ama nyingine unaweza kumfanya mtu akajihisi amedhalilishwa? Hakuna njia ambayo ni moja sahihi inaweza ikatumika. Lazima zitumike njia tunasema mtambuka ili kuweza kufikisha hii elimu, kwa sababu wako makundi tofauti, umri wa watu, elimu za watu na eneo walilopo. Lakini pia tunapozungumza swala la udhalilishaji, kumdhalilisha mtu, tunaangalia pia na uwezo wa umiliki wa hicho kifaa chenyewe. Na kwa mfano nikupe kitu ambacho mimi napenda sana kuzungumzia nchi yangu, kwa sababu tumejikuta tumeangukia kwenye jambo ambalo hatukulitegemea. Na hili tunaita kitu kinachoitwa stereotyping. Ni namna ambavyo mawazo ya watu yalivyo, kwa sababu tunayo udhaifu wa kumfikiria dhana ya mwanamke. Kwa hiyo kuna udhalilishaji ule ambao tunaita harassment, ambao unafanyika dhidi ya mawazo tulionayo dhidi ya watu. Na mawazo ambayo tunaweza kuwa nayo dhidi ya watu ni kuhusu labda mwanamke, ukatili wa mwanamke, udhalilishaji kwa mwanamke, tunamchukulia vipi mwanamke. Sasa ili uweze kujua namna gani ya kumsaidia kundi kama hili ambalo tayari tuna mawazo potofu dhidi ya mwanamke, ni lazima sasa tubadilishe, tutoe elimu ya dhati kuhusu sifa na wajibu kwamba tuna usawa. Mimi nakwambia dunia iliingia gharama kubwa, billions, trillions of dollars, kuweza kupandisha hadhi ya mwanamke ili kuweze kuwepo na usawa, kuondoa ile stereotyping. Lakini udhalilishaji wa mtandao umekuja kuua zile nguvu zote, kwa sababu unakuta anapofanya kitu mwanamke akafanya kitu mwanaume, inawezekana anachokifanya mwanamke kikawa ni 0.5, anachokifanya mwanaume kikawa ni 20%. Lakini ukitizama udhalilishaji dhidi ya hao watu wawili ukawa mkubwa zaidi kwa mwanamke ambaye alikuwa na 0.5. Sasa unajiuliza why this is happening? Is happening kwa sababu msukumo unaoshambulia udhalilishaji ni namna mtazamo wetu dhidi ya mwanamke. Kwa
Kwa hiyo unaona bado tunahitaji elimu hasa kwa watoto, kujua watu wote ni sawa, watu wote tuna haki ya kuishi, tuna uhuru wa kuongea. Sasa uhuru wetu tumefungwa midomo, si kwa ajili ya jamhuri au kwa ajili ya mamlaka. Tunafungana midomo sisi wenyewe kwa wenyewe. Yaani ule uhuru wa mimi kuongea kwangu hakuna. Itafika mahali hata mimi nikiongea, ukijua nyumbani kwangu unakuja kunipangia mawe nyumbani kwangu. Sasa namna gani sasa tunapaswa kuelimisha hiyo? Ni kama ninyi vyombo kupitia elimu kutoka katika vyuo vikuu na katika misingi ya dini pia kuelimisha umuhimu wa kuona hivyo. Lakini pia wale wenye mamlaka za hizi simu na mitandao kuwa pia wana sehemu ya kuelimisha wale wateja wao namna muhimu wa kutumia. Lakini sayansi inavyoenda pia nafikiri inaanza kusaidia. Kwa mfano sasa hivi kumekuwepo na sayansi ya kuzuia matapeli hao wa kuambia tuma kwa hela hii. Kwa hiyo kuna mitandao ambayo ukifanya hivyo inakupa. Kwa hiyo hata maneno fulani yatakuja kutengenezwa kwenye mitandao ili yakileta madhara yaweze kuwa blocked ili asiweze kuleta athari hiyo kwenye jamii. Lakini katika saikolojia hawa ambao wanafanya udhalilishaji wanakuwa na changamoto gani? Ni kama nilivyoeleza kwamba iko stereotyping. Stereotyping sijui Kiswahili ya chake kizuri, lakini kwenye brain structure, kwenye ubongo, muundo wa ubongo tuna makundi matatu ya kufikiri, changamoto za kihisia na changamoto za kitabia. Kwa mfano changamoto za kitabia ni mtu kujitenga, tunasema stigma, tabia yake ya kujitenga. Lakini kwenye kihisia tunaita prejudice, yani ni hali tunakuwa na thamani fulani kama washabiki wanakuwa ushabiki wetu hivi na kala. Lakini kwenye kufikiri tuna hiyo stereotype. Sasa ile hali ya mawazo dhidi ya mtu hutuchochea sisi kufanya hicho kitu. Hilo la kwanza. Lakini mbili, siwezi kupinga changamoto za kiakili. Yani psychological problems. Yani watu wanapopita kwenye wanavyoathirika kutokana na mambo fulani. Hawana silaha nyingine. Unajua kwa mfano umegombana na mtoto. Sasa atakuangalia, atafikiria, unaweza kaenda kachukua jiwe akaenda kupiga gari yako au akachukua nini akafanya. Sasa kwa sasa hivi mtu anapochukia kitu chepesi kinachomjia ni ile kukushambulia wewe, yani kukudhalilisha wewe. Na njia anayotumia ni hivyo ya kufanya. Kwa hiyo unaona kwamba ni changamoto ya kisaikolojia watu walionayo kutokana na namna gani mtu aelezee hisia zake. Kwa hiyo inatumika kama njia ya kuelezea hisia. Lakini jambo lingine ni influencer. Who is influencing people? Yani inawezekana kwamba ikatumika kama silaha, kwamba tutumie silaha hii ili sisi kupitisha ajenda zetu. Kwa hiyo namna ambayo tutawafunga midomo hao watu tufike, atakuja watu wachache watakuelezea, watakuelezea wewe na vitu kadhaa. Kwa hiyo namna gani sisi tukushambulie kwa kudhalilisha kwa kufanya hivyo. Kwa hiyo wengine wanakuta wanaingia kwenye kundi hilo kwa sababu wanaelekezwa namna ya kufanya. Lakini sababu nyingine watu kufanya hivyo ni rika tu, ni umri rika tu. Yaani unapozungumza umri rika hili umekaa na kifurushi chako, hakuna namna ya kukitumia na kadhalika. Lakini jambo lingine ni sababu za kimapenzi. Yaani elewa dunia, kuna wimbo unasema mapenzi yametawala dunia. Na mengi sana namna ambavyo unakuwa na mahusiano na kimapenzi na mtu, njia nyingine ya kuonyesha kwamba sikukubaliani na wewe au kwa nini hujafuata matakwa yangu ni namna ambavyo inatumia namna ya kudhalilisha. Njia nyingine inawezekana ni mila na desturi tu, kwamba namna gani sisi tunachukuliana katika jamii. Nimeeleza namna tunapomchukulia mwanamke na sifa haki za mtu zinavyokwenda. Kwa hiyo kutokana na ule ulemavu wa fikra tulionao kuhusiana namna ya kuchukuliana, njia inayotumika ni kudhalilishana. Kwa hiyo ziko mambo mengi sana ambayo yako kwa namna. Lakini nyingine ni changamoto ambazo zinatokea. Kwa mfano michezo mingi inafanyika huku kwenye jamii na kadhalika. Wewe usipopata lile unalolitaka, namna ya kuonyesha kwamba umekasirika ni kumdhalilisha huyo mtu. Unaweza kukaa tu mtu akakaa hivi akaona hajapata kile, amecheza mchezo wake hujakaa, au nimefanya kazi kwenye taasisi fulani sijafanya au nini. Ingine ni mambo ya siasa. Siasa pia inatumika kwa sababu ya kuwepo na kutokuelewana kwa namna hii, namna gani kufanya huyu na yule. Kwa hiyo kudhalilisha imekuwa ni mahakama ndogo. Yaani ni hukumu zinazotolewa na mahakama ya mitandaoni, na namna ya kukifunga nacho kukufunga, unafunga kifungo cha nje, unakufunga mdomo wako. Kwa hiyo udhalilishaji sasa hivi umekuwa kama ni hukumu zinazotumika ambazo naomba nikuthibitishie
zitaangamiza sana nchi zinazoendelea. Nchi zinazoendelea zitakuwa maskini, na kwa sababu maskini huu unakuja kwa sababu wananchi wake wanashindwa kuelewa umuhimu wao katika nchi yao, kusahau kuona kwamba ni yapi muhimu. Kwa hiyo wanajikuta tumeingia katika wimbi ambalo la kufanya matendo ya udhalilishaji. Mwisho tutakuja kufika tunajikuta bado tuko nyuma. Kwa hiyo sasa hivi hatuendi mbele. Sasa hivi tunarudi nyuma. Na kwa nini? Tunajidhalilisha sisi wenyewe. Tunajidhalilisha ndani kwa kufungana midomo, lakini wale wanaotutazama huko nao wanatuona kwamba hatuhitaji bado kupata hadhi tunazostahili kupata. Sawa sawa kabisa. Sasa tumeona ukiangalia mazingira ambayo mtu anaweza akadhalilishwa yako nje, yaani hakuna namna ambavyo unaweza ukajifungia, kwa sababu kwa mfano takwimu zile zinaonyesha kwamba kwenye picha na video kuna udhalilishaji unaweza ukafanyika. Kwenye comments unaweza ukahisi labda kwamba wewe hauwezi kudhalilishwa, lakini unaweza ukaposti tu kitu ambacho unakiona ni cha kawaida, afu mtu atakaja tu pale akaandika akatoa comment ambayo inakudhalilisha. Lakini pia kuna mitandao ya kijamii hii ambayo ndo tunaitumia, kwa mfano Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, na kwenyewe kuna udhalilishaji unafanyika. Sasa tupe namna ambavyo naweza nikajiepusha ama nikatengeneza mazingira ya kujiepusha na udhalilishaji. Hilo moja. Kila pili, kama imetokea nimedhalilishwa kwenye mtandao wa kijamii, nawezaje kuhimili, yani mbinu za kisaikolojia ambazo naweza nikazitumia ili lile jambo lisiniumize? Okay. Masuala yako mawili yote ni ya msingi. Na moja la kwanza ni kuzuia. Kwa mfano kwenye comment, hata ukienda sasa hivi kwenye mtandao kuna watu, taasisi nyingi zimezuia comment. Kwa hiyo unafunga kile kisehemu cha comment, na ndivyo ambazo kinakuwa ni njia ya haraka ya kufanya hivyo. Okay. Kwa hiyo japo ina madhara yake kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ninapoweka kitu, zile comment zinazokuja zinanipa mimi kuwa na uhusiano na watu, kujifunza kutoka kwa watu, kusikia watu wangu wanatakaje. Na kama nilivyokuambia kwamba madhara makubwa, udhalilishaji kwa namna moja au nyingine umeathiri hata ukaribu wa mtu na watu, nchi na nchi, viongozi na watu wake. Sasa kama kiongozi akifunga comment, sio kwamba ni jambo zuri, amepoteza ule ukaribu. Kwa sababu kama wewe ni kiongozi wako, labda mkurugenzi wako umeandika comment pale, akasema okay good, nimefurahi, ile neno kwako linakuhamasisha, linafurahi, unaona huyu mtu yuko na sisi. Sasa akifunga, maana yake tunaathirika wengi. Amepandisha vioo, tunasema. Lakini hajafandisha vioo kwa sababu hatupendi, ni kwa sababu kupunguza hayo madhara. Yeah. Lakini kwamba namna gani sasa unaweza kuzuia endapo kama comment au njia zingine hazina njia mbadala, ni kutoa tafsiri sahihi ya kwako wewe. Mimi siku zote nasema koki ya kuniathiri haijashikiliwa na watu, imeshikiliwa na mimi. Napenda siku zote kusema yale maneno aliyosema Viktor Frankl kwenye ile vita ya kuchomwa na magesi na nini huko German kipindi cha Hitler nafikiri. Alisema kwamba unaweza ukanifanyia chochote unachoweza kunifanyia, chochote. Lakini mtu mwenye funguo wa kukubaliana na hicho ni mimi. So cha msingi nimefanya nini? Let me do it. Then zile comment, usimeelewa? Let it be there, the comment. Lakini kitu ambacho ukiangalia hiyo njia sasa, ambayo naiona inaleta athari, mimi mwenyewe ninaweza nikasema okay, it is okay, let them do it. Lakini mimi nina mke, mimi nina watoto, nazo taasisi nazisimamia. Je, wale ambao wako chini yangu, mke au nini, anaposoma zile comment, je naye anaweza kuwa na hizo guts za kuweza kuhimili hiyo kitu? Kwa hiyo unaona kwamba ni njia nyingi, lakini njia ambayo ni sahihi kabisa ya kuzuia hili ni watu kujitambua. Hao wanaofanya hivyo wajue kwamba, mimi niseme wazi kama Ambrose, udhalilishaji katika mitandao ni sawa na kukata mtu uliokalia. I tell you from my heart,
kama watu hajaona madhara makubwa ya kizazi kinachokuja, yani kizazi kinachokuja tunakiangamiza sisi na wala sio taasisi na wala sio mamlaka zinaangamiza hiki kizazi kinachokuja, bali sisi kwa kutumia njia za uzalishaji, kwa kutokuwekeza mbinu sahihi za kuleta mabadiliko, tunaangamiza kizazi kinachokuja. Kwa mfano, tumepata bahati moja ya kuwa na hii wizara tunasema ya vijana. Mimi sizungumzi mambo ya siasa, lakini wizara ya vijana ni kitu ambacho miaka mingi kulikuwa na kupata nafasi kama hiyo. Ni kipindi ambacho sasa kuwepo na kitengo cha mawasiliano hii tunayozungumza. Kama wewe unavyokuwa Azamu yako, kingamuzi chako nyumbani kimesumbua, unapiga tata, bwana kingamuzi changu kiko na namna hii. Naamini sasa hii wizara itakuwa na kitengo kama hicho, kwamba mimi nilioko huku unapata taarifa, unazituma taarifa, na itumike kusaidia vijana kuboresha mawasiliano. Vita iliyopo au vita zitakazo kuwepo si kwa sababu ya uchumi, si kwa sababu ya kitu kingine, watu kukosa kuwasiliana. Yani mawasiliano yanapovunjika, aidha ya kwenda au ya kurudi, ndio migogoro. Wala sio uchumi, wala sio watu kwamba kufanya nini, miscommunication. Yani unaweza, yani ile sio niseme neno miscommunication au nini, lakini ndio inaleta madhara. Kukosa lugha ya kuwasiliana, kukosa lugha ya kusikiliza, ndio vita ilipo kwa watu walio wengi. Lakini si kwamba kuna hoja. Kwa mfano unaweza kukaa mahali ukasema okay, hebu njoo, hebu nieleze kwamba okay, umenitukana sana, umenidhalilisha sana, hebu niambie shida yangu mimi ni nini. Mimi naweza kukuambia, unaweza kusimamisha watu 10 wakashindwa hata kukuambia chochote. Sasa ukaniambia mbona unanidhalilisha, shida ni nini? Sasa ukifuatilia sana unakuta tu ni mtu ameathirika, kama alivyoniuliza hilo swali na kadhalika. Kwa hiyo naamini pia tiba nyingine ambayo ulivyoniuliza namna gani ya kuzuia, ni kuomba taasisi kama hii wizara ambayo ina vijana kuwepo na kitengo maalum cha mawasiliano. Vijana waweze, mtu ukitaka shida yoyote, pata taarifa, wasiliana, ili kusaidia kupunguza ile munkari na jazba ambayo. Na umezungumzia kuhusu vijana, vipi kuhusu makundi mengine? Kwa mfano kama watoto na wenyewe pia wanapitia hizi cyber bullying. Wazee pia, mzee anaweza akaposti picha yake tu, watu wanaweza kumcheka, wewe mzee vipi bwana, sijui nini. Kuna makundi mengine, marika mengine nasema. Okay. Mimi nadhani katika media nadhani umepewa train nyingi sana na namna ya kuzuia udhalilishaji. Mingi sana katika mapito yako ya kazi. Na tumepitia mingi. Ukitizama kuangalia ule udhalilishaji dhidi ya watoto, udhalilishaji dhidi ya watu, umri wa watu, kutokana yasiokuwa na sura ya kisiasa na sura ya kijenda, kwa namna moja yamepungua. Lakini kundi ambalo sasa hivi limeibuka ni ule udhalilishaji wenye sura wa kijinsia na sura ya kisiasa. Lakini pia sasa hivi umeanza kuingia kwenye makundi mengine, mtu anadhalilishwa kwa sababu unaonekana wewe una mahusiano. Yani unaonekana mimi sasa hivi mpaka udhalilishaji kwamba mimi na uhusiano na wewe, na shirikiana na wewe, mtu anaweza kanisimamia sasa hivi nisiwe na uhusiano na wewe. Kwa nini wewe ushirikiane na wewe? Na huyu mtu ambaye tunamchukia. Kwa ina maana sasa hivi wewe unachukiwa, wananidhalilisha mimi kama namna ya kuvunja hizo mahusiano. Kwa hiyo unaona haya makundi haya kidogo kwa sababu hata kwenye jamii nikwambie, ukiposti mtoto labda au nini picha, jamii yenyewe inakushambulia. Huu unamdhalilisha, huu unafanyaje? Lakini posti mtu kijinsia au masuala ya siasa, unasifiwa kwamba unachokifanya kizuri. Sasa huo si ugonjwa wa akili ni nini? Sasa kwa ujumla una lipi la kuiambia jamii kuhusiana na kukabiliana na udhalilishaji kwenye mitandao? Nimesema kwamba tunayofanya ni kukalia mti ukata mti ulioukalia. Na katika madhara makubwa ambapo ukimdhalilisha mtu, yani aliyeuwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Kwa sababu tunachokifanya sisi, tunachokiendelea tunaharibu ubongo wetu, fikra zetu. Hazitupi njia nzuri katika kushughulikia mambo yako au mambo ya jamii. Na tunajitengenezea dunia ya sisi wenyewe kuwa maadui wenyewe. Tunajitengenezea vita yetu ya wenyewe kwa wenyewe. Yani unajua kuna vita ya wenyewe kwa wenyewe.
tunajitengenezea mazingira ya kuwa na vita sisi wenyewe kwa wenyewe kwa kutumia silaha tunazozitengenezea wenyewe. Tuwe na njia ambayo ni sahihi ya kupeleka hoja zetu, kuwasilisha hasira zetu, ili tuweze kuwa na uhuru wa mtu kuongea. Uhuru kati yetu umefungwa, umetelekezwa. Kwa hiyo ni bora tutoe nafasi, tufurahie teknolojia tulionayo, ili nipe uhuru wa mimi wa kuendelea. Asante sana John Ambers, nakushukuru sana. Tumezungumza na kujadili mengi, hasa kuhusiana na leo ikiwa ni siku ya kupinga udhalilishaji mitandaoni, na tumekuwa hapa na John Ambers ambaye ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia.